Karibu tena ndani ya Hamasa, kijiwe chako cha kijanja cha simulizi zinazochoma moyo na uchambuzi wa kinyamwezi. Kama ulidhani sehemu iliyopita ilikuacha bila pumzi, basi sehemu hii imekuja kupindua meza kibabe. Tunamwona mama akipambania mwanawe ambaye bado hajazaliwa, mume ambaye mambo yanamwendea mrama, janga la kifedha ambalo hakuna aliyeliona, na mazungumzo ya mapenzi mazito kuliko yote yaliyowahi kutokea. Shusha pumzi, twende sawa. Mambo yameanza kwa vurugu nzito ndani ya jumba la Alaz, na safari hii Azize amechoka. Amegundua ukweli wote kuhusu mchongo wa siri wa vita vya damu uliopangwa nyuma ya mgongo wake, na mbaya zaidi, mwanawe mtarajiwa ni sehemu ya dili hilo la kishirikina. Mtoto wake ambaye bado hajapumua hewa ya dunia ameshatolewa kama ahadi ya kumaliza bifu za koo. Perevin na wengine wanajaribu kujitetea kuwa walifanya hivyo kulinda familia na kuleta amani, lakini Azize hataki kusikia lolote. Aliwatazama machoni na kushusha neno moja, chumba kizima kikabaki na mshangao. Mlitumia vya kurembesha na ahadi tamu kunichukua kama kitu object, lakini sitamtoa mwanangu kafara kwa ajili yenu. Hamtamuona mjukuu huyu kamwe. Baada ya hapo, Azize alifunga virago na kusepa. Mdogo wake Fidan alijaribu kusaidia huku akihofia maisha ya mbeleni kutokana na umaskini waliopitia. Alichukua baadhi ya mahitaji ya nyumbani kwa siri kabla hawajaondoka. Azize hataki hata kijiko cha familia ya Alaz, lakini Fidan anajua njaa ni nini, hivyo alichukua kile ambacho mtoto atakihitaji. Ndani ya jumba, Devran amekaza, anamwambia mama yake na kila mtu kuwa Azize ndiyo familia yangu, kila kitu kingine kinafuata. Hapa mambo yanachukua mwelekeo mwingine kabisa. Osman Bey, yule mzee mstaafu mtanashati aliyekuwa amejipenyeza kwenye moyo wa Remzie, alianza kuwa na tabia za ajabu baada ya kupokea simu. Alikaa kimya kabisa kiasi kwamba familia ilidhani amepata kiharusi, stroke. Lakini ukweli ulikuwa mchungu zaidi. Hana hata senti. Utajiri wote aliokuwa anajivunia na mali zote zimeyeyuka, na ana madeni mazito yanayomfanya akabiliwe na kifungo. Alijaribu kuondoka kwa upole, lakini Remzie alimzuia na kusisitiza kuwa wao ni kitu kimoja na watapambana. Mtego wa mwisho. Waliamua kuweka nyumba rehani ili kuchukua mkopo wa benki kuanza upya. Osman alijitolea kuwa mdhamini. Wakati mchakato ukiendelea benki na kila mtu akiamini mambo yamekaa sawa, Osman alipotea kimoja baada ya kusema anaenda kumsalimia meneja. Aliondoka na pesa zote za mkopo mfukoni. Nyumba sasa iko hatarini na Melis ameachwa na deni asilolijua. Kule kwa baba yake Yavuz, Azize anajaribu kujenga ukuta wa chuma kati yake na Devran, lakini Devran alikuja na ufunguo wa nyumba yake, kwani bado ni mume halali, na kushusha maneno ya hisia kali. Upande wako wa kitanda ni wa baridi kila wakati, moyo wangu ni wa baridi, nimekumisi zaidi ya ninavyoweza kusema. Alimkumbusha Azize kuwa usiku mmoja kabla hawajatengana, aliongea usingizi akimwambia asimwache. Ingawa Azize alibisha, Devran alibaki na ukweli wake. Azize anataka Devran apotee machoni pake, lakini Devran anasisitiza kuwa nyumba si nyumba bila yeye, na mtoto wao lazima azaliwe humo. Devran aliondoka kwa ahadi moja: hili jambo halijaisha. Baada ya Devran kusepa, alitokea mgeni mwingine, Hazar, kaka wa Devran. Hakuja kuomba msamaha, bali alikuja kwa kutumia jina la ukoo wa Alaz kutafuta ulaghaifu wake uanzie wapi. Azize alimfukuza juu fikra kuwa Hazar ni mjanja na mlaghai, lakini jinsi Hazar alivyoondoka kwa dharau na tabasamu la siri, ni wazi kuwa bado hajamalizana nao. Usisahau gonga like, subscribe, follow akaunti yetu na kuacha maoni yako hapo chini. Hamasa, tunakupa zaidi ya hadithi.